Ona Irene Robert asubuhi barabarani akiwa amekunyana shati na mtu. Hasa mimi Irene namfahamu kwa sababu nilikuwa namtengenezea nyimbo zake za gospel. Watu wasiojua kwamba mimi nimetengeneza ile Soja, umeona ambaye alikuwa anafanya hadi dancing challenge. Na nyingine zingine hakuwahi kutoa, lakini nimemtengenezea. Na mara nyingi alikuwa ananipigia simu kuniomba ushauri na kuongea na mambo mengine tu ya kuhusu sanaa. Kwa hiyo nilivyomuona asubuhi na kulingana na yeye anafanya nyimbo za dini, alinishtua. Nilimuona asubuhi nikiwa nimetoka studio narudi nyumbani kwa sababu mimi huwa nakesha. Kwa hiyo nilipofika nyumbani nikamtumia message, mtumishi vipi, umeona? Kwa hiyo kwenye kusema kwamba nimemuuliza mtumishi vipi, respond ile message akasema kwamba vipi. Nikamwambia nimekuona sehemu asubuhi umekunyana shati na mtu, kuna nini? Kuna usalama? Akasema wewe acha tu jini, mimi tutaonana na wewe nitakuelekeza. Nikakutana naye, lakini jinsi nilivyokutana naye ni tofauti na ni tofauti sana na nilivyomuona mara ya kwanza au siku ya kwanza ambao alikuja ikiwa tunafanya kazi. Umeona? Mara ya kwanza kabisa alikuja mtu smart, mtu ambaye ukimtazama mwenyewe huwezi kuthubutu kumwambia ujinga wowote ule. Lakini sasa hii mara ya pili nilivyokuwa naongea naye, nilimuona kwanza akawa amechangamka sana. Alafu pili akaniambia, bwana mimi sasa hivi nina vibe, sijisikii kuwa free hivi. Najisikia nipate hata kitu chochote cha kunywa. Umeona? Ili nikae sawa kwenye akili. Nikamueleza kitu gani hicho. Mimi nikawa najua ni soda au nini. Lakini mwisho wa siku akaulizia pombe. Umeona? Ambao ni konyagi. Nilishtuka kwa sababu sikuwahi kusikia anakunywa wala sikuwahi kumuona anakunywa. Kwa hiyo cha kwanza ikanishtua. Kwa hiyo after that akaniambia, bana kuna kitu nataka nikwambie. Mimi Jumapili nilienda kanisani, lakini nilipoenda kanisani kuna watu wakaanza kunipiga. Mimi nilikuwa kwenye maombi pale, nikasimama. Kwanza kuna watu wanakwaya walikuwa wanaimba, mimi nikasimama na mimi nikaanza kuimba nao. Wakaanza kunikalisha chini, mimi sitaki kukaa, mimi naimba nao tu. Sasa yale maelezo yake yalikuwa hayako complete. Nikajua kabisa Irene hayuko sawa. Nikasema so hapa sasa hivi wewe unaishi wapi? Akaniambia wewe acha tu, sina mahali pa kuishi. Nikasema what? Kwa sababu I know her, alikuwa na gari, najua alikuwa na masemo anaishi. Umeona? Kwa sasa aliposema hana mahali pa kuishi, hiyo ilinishtua pia. Nikamwambia so hapo ulipo, I don't know, mimi ninachokiomba kama inawezekana, kama una sehemu ya mimi ya kwenda kunihifadhi, naomba ukanihifadhi. Nilichokifanya nikamwambia vitu vyako viko wapi? Alisema viko hoteli. Tukaenda hoteli. Pale hoteli nikakuta hotelini pia anadaiwa. Kulikuwa kule kuna nguo zake pale, passport sio nini. Alikuwa anadaiwa. Tukafanyaje huko, akasema mimi nitalipa. Akafanya sio, akalipa, akatuma kwenye simu, nikamchukua kwenye gari, nikampeleka ofisini kwangu ambapo Sinza studio. Kufika pale kuna chumba ambacho ni cha reserve, umeona, cha wasanii endapo kama watakuwa wametoka mkoani wanatulia. Kwa hiyo ikabidi mimi nimpe kile chumba ajistiri, ili akiwa anasikilizia mambo yake mengine, maana alisema kuna hela anaisubiri. Akakaa pale. Lakini kadri alipokuwa amekaa pale sasa akawa anaongea vitu ambavyo havieleweki. Umeona? Baadaye akaniambia, mimi unajua nimesahau password ya YouTube yangu account na mimi nataka kupandisha nyimbo. Kwa hiyo ikabidi sana tuanze kuhangaika. Nikamwambia sasa hii simu ambayo uko nayo sasa hivi huwezi kupata access kwa sababu YouTube yako account ipo kwenye simu nyingine. Akasema ndio hiyo simu nyingine
ipo wapi pale kile kituo cha polisi cha wapi hapa Shekilango pale, umeona Urafiki. Kwa hiyo ikabidi tuende pale, na pale tukakutana na vyombo vyake vya ndani, nguo zake, kila kitu. Nikawauliza wale maskari, nasema bwana, huyu dada yako, mimi niliambia huyu bwana sister yangu, akasema bwana, huyu dada yako aliletwa hapa akiwa amelewa sana, hata ajitambui na hivi vitu vyake. Ndio tukawa tumemhifadhia, lakini na simu hii hapa, nikapata simu. Nikawa najaribu kupambania kurudisha access ya YouTube yake account. Lakini nimepambana nikachemsha. Sasa siku zilivyokuwa zinakwenda, akawa kuna muda anabadilika. Ninaweza kaa nyumbani akanitumia message, hivi unanichukuliaje mimi? Unanichukulia kama mimi sini? Yani akawa anaweza kukasirika, anaweza kuongea maneno ambayo hayaeleweki, anaweza kuongea kitu ambacho hakieleweki. Ikanishtua sana. Nikampigia simu mtumishi Obi Alpha, nikamwambia bwana, ndugu yangu, una taarifa na Irene Uwaga kuna muda anakuaje? Naye akanielezea situation the same. Kwa nikajua kumbe tatizo lilianzia kitambo sana, kwa sababu hata kina Obi pia walihangaika naye hospitali na nini walimpeleka mpaka Muhimbili. Sidhani kama ndugu zake walikuwa wanajua. Sasa mimi nilikuwa sijui hata namba ya mama yake, sijui ndugu yake yoyote. Nilichokifanya nikamwambia na Irene, vipi uwezo kanipa namba ya mama? Irene akasema nitakupa. Ya nini? Nikamwambia mimi nataka niongee naye tu, lakini hakunipa. Siku yenyewe nakumbuka niko na shoot, akanitumia message, bwana, kuna mtu kuna ndugu yangu yupo Magomeni, nimempata, nashukuru sana kwa hifadhi yako. So naenda kwa ndugu yangu kujihifadhi. Mimi nashukuru sana kwa msaada wako. Basi nikaa nimemruhusu, sikutaka kumgomea kweli. Mtu alikuja na gari pale, mtu akamchukua na begi. Mwaka jana yule nazungumzia mwezi wa 7 akaondoka. Kwa ndo leo kupata taarifa kwamba amefariki. Kwa nini nimeumia? Kwa sababu jamani, mtu yoyote from right now ukimwona hayuko sawa, usimcheke, jaribu kudili naye, mpeleke hospitali, mpeleke wapi. Usije ukachukulia bwana, vijana bwana tayari huyo ashaanza kujiingiza kwenye mambo fulani, kumbe sio hayo mambo. Huenda na vitu vyake ambavyo vinamsumbua vikubwa sana, ambavyo hata kukuelezea hawezi. Otherwise yani vitu havielezeki. Kwa hiyo tujaribuni kuwa serious na watu wenye depression, hususan kwenye industry, kwenye hii tasnia ya muziki. Tutapoteza watu wengi jamani, tutapoteza watu wengi sana.